Saleh Abdurrahman bin Juma. Wengine wanapenda kunita Sheikh Saleh, lakini sifa tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nasema nianze moja kwa moja na mada au lengo tulilokusudia hapa. Nataka niende na uchaguzi au uchafuzi wa tarehe 28. Wenyewe wanaita uchaguzi wa mapema. Uchaguzi huu ulifanyika katika kituo cha kupigia kura Kujini. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, ilituletea orodha ya watu 1321 ambao walikuwa ni wapiga kura ya mapema. Jambo ambalo mimi siamini kwamba tunayo idadi kubwa kama hiyo ya watu wenye sifa za upigaji kura wa mapema. Kilichoshuhudiwa kituoni, kituo kilifunguliwa mapema saa 1 asubuhi, tayari kituo kilikuwa kiwazi. Lakini walioingia pale walikuwa ni makada na vijana wa CCM waliovalishwa makoti kwa ajili ya kupiga kura. Kama haitoshi, kutoka ufunguzi wa kituo, mawakala wetu walilazimishwa kubakia nje kwa sababu barua walizopewa zilikuwa hazina muhuri wa tume. Kwa hivyo zoezi lilianza pasina kuwa na wakala katika kituturi cha kupigia kura. Hali kiendelea hivyo, na kwa kuwa idadi ya walioletwa kuja kupiga kura pale haiendani na idadi iliyomo katika orodha, matokeo yake walikuwa wanazungushwa wale wale kutoka kituturi kimoja kwenda kituturi cha pili kupiga kura. Baada ya muda wa kufunga kituo kufika, kama agizo lilivyotolewa na chama, mawakala walidai kuhesabiwa kwa kura, jambo ambalo walikataliwa katakata. Wakadai kuweka lakiri katika visanduku vya kupiga kura, hali kadhalika nalo likakataliwa vile vile, na wakaamuriwa kama wanataka kuweka lakiri waeke lakiri katika mifuko, jambo ambalo mimi niseme hata mtoto mdogo haliingia akilini. Na hatimaye masanduku yakaondoka pasi na kuhesabiwa kura yoyote. Hii ilikuwa ni tarehe 28. Asubuhi ya tarehe 29, baadhi ya vituo mawakala wetu walipofika, kura za 28 zilikushafunguliwa na kusasamurwa. Naomba msamehe kwa kauli hiyo. Kura za tarehe 28 zilikushafunguliwa. Kwa hivyo vile vile hawakupata kushuhudia kilichokuwemo katika sanduku la kupiga kura. 29 hiyo tukaenda na zoezi la pamoja. Zoezi la pamoja lilikwenda, niseme, kwa ubaya zaidi ya lile la 28. 29 vituo hali kadhalika vilifunguliwa mapema, mawakala wetu wakawamo vituoni, lakini mawakala walizuiliwa kuingia na kitu chochote kinachoweza kuwasaidia wao kuhifadhi kumbukumbu kama vile kalamu, simu au daftari. Wao waliingia kama ni watazamaji. Walichokabidhiwa ni orodha ya wapiga kura, orodha ambayo imebeba maskendo madude yasiyofahamika, yasiyoingia akilini. Kama msemaji wa awali alivyotangulia kusema, alikuwa anakuja mtu kupiga kura, anataja jina, mnaliona kwenye daftari la kupiga kura, lakini mawakala wakimwangalia hawajui huyu anatoka katika eneo gani la shehia. Na ukiangalia sura ya mpiga kura aliyekuja haiendani na picha iliyoko, kwa maana ya umri, ama umepanda au umeshuka. Daftari linaonyesha umri mdogo, mpiga kura umri mkubwa. Daftari linaonyesha umri mkubwa, mpiga kura ni umri mdogo. Lakini yumo katika daftari, na wakihoji kwamba huyu hajulikana, madamu amesajiliwa katika daftari, huna haki ya kumzuia, sisi atapiga kura. Na kweli walipiga kura. Lakini kama haitoshi, baada ya sala ya dhuhuri
kitahanani kiliendelea kuonekana katika vituo vya jimbo la Chonga. Tukianzia na kituo cha Ngomeni. Hichi ni kituo kidogo chenye wapiga kura wachache. Baada ya kutoka swala ya dhuhuri, nikapokea taarifa kwamba kituo cha Ngomeni wamepelekwa mapandikizi daina 2 kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Na bahati mbaya zaidi zilikuwa zinastokotiwa na magari ya vikosi. Wanaskotiwa kupelekwa, lakini pia wanaskotiwa katika muda wa zoezi, na wakimaliza zoezi gari za vikosi zinaondoka. Kwa hivyo wakapiga kura Ngomeni. Nikatoa tahadhari katika kituo cha Mgelema. Pia nikapata taarifa kwamba hao watu hivi sasa wapo kwenye foleni na wanapiga kura vile vile. Mgelema hiyo. Kama haitoshi, majira saa 9 au saa 8:30 kama hivi, nilikuwepo Chenyamjawiri, nikashuhudia daina kutoka Kilindi ikaja na watu kupiga kura katika kituo cha Chenyamjawiri, ambao si wapiga kura wa kituo cha Chenyamjawiri. Kabla sijaondoka, ikaingia minibus vile vile ikaleta wapiga kura waliokuwa si wapiga kura wa kituo cha Chenyamjawiri. Hali hii ilifanyika takriban vituo vyote vya jimbo la Chonga, ukiacha kwa mujibu wa taarifa nilizopokea na mawakala wangu, kituo cha Mabaoni na kituo cha Pujini Kuvini. Kwa mujibu wa wasaidizi wangu katika matawi, kuna jengo la mahakama linalojengwa Mabaoni. Hapa palikuwa ni kiota cha kuzalishia mapandikizi. Mapandikizi yalikusanywa hapo na yalikuwa yanachukuliwa kutembezwa sehemu baada ya sehemu kwa ajili ya kwenda kupiga kura. Baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika, tulienda na uhesabuji kura. Kituo cha Pujini, kura zilihesabiwa kishaghala baghala na hakuna fomu iliyotoka. Kituo cha Mgelema, kura hazikuhesabiwa kabisa, na kwa usafiri ulichelewa kufuatwa watu wa Mgelema hata baada ya kushapiga kura muda wa kawaida. Taarifa nilizonazo kwamba waliendelea kupiga kura ndani ya kituo kile, pamoja na kituo kwamba kimefungwa tayari. Kipapo walikosa fomu za matokeo vile vile. Hii mheshimiwa, kimukhtasar ndio hali ilivyotokea ndani ya jimbo la Chonga. Jina naitwa Hamisi Msele Mwali, ni wakala katika kituo cha Tibirinzi jimbo la Chake Chake. Mimi nilikuwa katika kituturi namba 5. Mheshimiwa, kwa masikitiko makubwa, mimi niseme kwa masikitiko makubwa yaliyotukuta sisi mawakala au wananchi wa Zanzibar, yaliyotukuta katika uchaguzi huu. Tulitii agizo uliotuletea mheshimiwa kwamba tarehe 28 tutulie na tuachie CCM wapige kura kwa utulivu. Kikawaida wanachama wa ACT Wazalendo ni wasikivu, ni wana uweledi wa hali ya juu na wanatii amri za viongozi wao. Kinyume na hivyo, mwenyekiti, nafikiria ingekuwa ni maafa mengine. Lakini tulitulia, tukasikiliza agizo lako kutoka katika chama, wakapiga kura zao kadiri walivyojaliwa wenyewe. Siku ya tarehe 29 mheshimiwa, tulifika vituoni mapema, tukapewa vitambulisho vyetu kwa ajili ya uwakala. Mimi katika kituturi changu namba 5 nilirekodi majina mpaka mtu wa 24, nikiwa na ushahidi kwamba kura 24 zitangulia mwanzo zote katika jimbo la Tibirinzi, shehia ya Tibirinzi, hakuna hata kura moja ya CCM, kuanzia jina namba 1 mpaka namba 24. 25 mheshimiwa, kwa sababu una uweledi na kwenye jimbo hilo nakaa, alikuja mama mmoja ambaye ni mke wa sheha wa zamani wa Tibirinzi. Hiyo ndio ilikuwa kura ya mwanzo watu wa CCM. Kura ya pili ilikuwa ni kura ya askari mmoja mstaafu mwanawe Tibirinzi.
kura 26, hiyo ikawa ndio kura ya CCM. Ina maana mpaka dakika hiyo kuna 24 kwa 2. Mheshimiwa, kilichofuata katika foleni ya pale ni orodha ya wana CCM ambao ni askari wa vikosi waliokuja mpanga foleni. Jumla yao walikuwa ni 13. Mmoja baada ya mwingine wamefuatana watu 13. Kama wakala, wajibu wangu nilichokifanya ni kuanza kutoa maelezo kwa PO, kwa sababu analetwa mtu sura yake Saidi Mohamed Saidi, ni kijana wa umri wa miaka 18 mpaka 20, lakini wallahi cha kusikitisha, marehemu baba yangu alikuwa kijana, ni mzee amekomaa zaidi ya kukomaa. Kumuuliza PO, hivi umri unaanza uzeeni, mtu akaja utotoni? Sura ni ya mzee aliyekomaa, mtoto ana miaka 18. Swala lilofuata PO ukimweleza swali hilo akwambia si kazi yako. Sasa kazi yangu nini mimi huko Kituturi? Kuja kuangalia watu? Wa kwanza ikawa hivyo, wa pili mheshimiwa, wa tatu mimi nikasema hili haliwezekani. Waliokuwepo watu wa Tibirinzi katika Kituturi changu nafikiri mumo na mlishuhudia nilichokifanya. Hapa hili haliwezekani. Wakaletwa askari watatu kwamba waje nitoe. Nikaitwa, toka nje unafanya vurugu. Nikauliza vurugu langu nilipi? Unazuia watu wasipige kura kwa utulivu. Nikamuuliza askari aliyokuja na nyota 3 mwana mama, hawa wote hawa wewe wawajua? Sisi watu wa Tibirinzi twasema hawa hawakai katika sheria yetu. Lakini chengine kinachofuata, mkata kura anatoa kura 2 mpaka 3 kwa vijana wale. Ikafika hatua tunakamatiana kitabu, yeye anavuta na mimi navuta. Utakata sikati, utakata sikati. Lakini cha kuonyesha kwamba Mungu hamfichi mnafiki, na siku zote ukisimama na haki na kuja kwako. Miongoni mwetu ndugu yangu, mtoto wa mjomba wangu Mohamed Suleiman Bedui anayemjua Tibirinzi, anaye mwanae ndo Ahmada, alikwenda Kituturi kapua kura 10. Akapewa kura 10, mwakilishi 2, diwani 2, mbunge na rais wote kwa jumla. Kwenda kwenye Kituturi, yule kijana akarudi, akaja akamwambia PO kwamba bana, umenipa kura nyingi. Askari wako pale, nikamwambia Mungu hamfichi mnafiki. Huyu nani? Huyu hataki dhulma. Amerudi Muislamu wa kweli, muangalieni. Wakafedheheka, askari wakatoka mheshimiwa, wakarudi katika maeneo yao. Kuendelea na usikivu, mgombea wa udiwani Msaba alikuwepo. Baada ya vurugu kwa jingi, akanambia tulia, acha zoezi liendelee. Tukaendelea kutii amri ya viongozi, zoezi likaendelea. Lakini mheshimiwa, mimi nilishindwa kuendelea, nikampisha wakala mwingine, kwa sababu niliwaambia kwa hali ilivyo siwezi kukaa tena huko ndani, kwa sababu ni uchafu uliokithiri. Na haya ndiyo yaliokithiri katika sheha, naibu sheha, wao walikuwa ni mawakala wa kuleta watu kuingiza ndani wapige kura. Wanatolewa huku wakiingizwa huku.